Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na ya nguvu kabisa ya Upashanaji Media. Kumbuka uko nami Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Saluti sana kwa kuendelea kusubscribe na kubofya kialama cha kengele mbele ya neno subscribe, kulike na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii, pamoja na kudondosha comment yako kufuatia taarifa hii. Wakati uchaguzi wa papa mpya, makardinali wenye dhamana ya kupiga na kupigiwa kura hujifungia kwenye kikanisa cha Sistina. Hiki ni kile kipindi cha kuimarisha misingi ya imani, matumaini na mapendo miongoni mwa familia ya Mungu, lakini kwa namna pekee kwa makardinali waliokabidhiwa dhamana ya kushiriki katika mchakato wa kumchagua halifa wa Mtakatifu Petro, kielezo makini cha imani, matumaini, mapendo pamoja na mshikamano wa kanisa. Wakati ambapo kiti cha ukulu wa Mtakatifu Petro kinapokuwa wazi, shughuli msingi za kanisa zinaendeshwa na baraza la makardinali, lakini kwa maneno machache ni shughuli zinazoendeshwa mintarafu sheria na kanuni za kanisa. Katika kipindi hiki mabaraza ya kipapa yanawajibika kutekeleza majukumu yake ya kawaida, kwani kimsingi anapofariki dunia halifa wa Mtakatifu Petro, kama ilivyokuwa kwa Baba Mtakatifu Francisco, maraisi na wenye viti wa mabaraza ya kipapa nyadhifa zao zinakoma kisheria, kwani kadiri ya sheria za kanisa wanakosa rejea na maamuzi ya mwisho yanayopaswa kutolewa na halifa wa Mtakatifu Petro, conclave, neno ambalo litasikika sana wakati huu wa mchakato wa kumchagua papa mpya, linalotoholewa kutoka katika lugha ya Kilatini, maana yake kufunga na ufunguo. Wakati wa uchaguzi wa papa mpya, makardinali wenye dhamana ya kupiga na kupigiwa kura hujifungia kwenye kikanisa cha Sistina kilichoko mjini Vatikani. Hiki ni kile kipindi kilichokubalika katika kukuza na kuimarisha misingi ya imani, matumaini na mapendo ya kidugu miongoni mwa familia ya Mungu, lakini kwa namna pekee kwa makardinali waliokabidhiwa dhamana ya kushiriki katika mchakato wa kumchagua halifa wa Mtakatifu Petro, kielelezo makini cha imani, matumaini, mapendo na mshikamano wa kanisa. Baraza la makardinali katika mkutano wao wa 5 Jumatatu ya Aprili 28, 2025 limeamua kwamba mchakato wa uchaguzi wa halifa wa Mtakatifu Petro uanze rasmi Jumatano ya tarehe 7 Mei mwaka 2025. Kuna jumla ya makardinali 135 wenye haki ya kupiga na kupigiwa kura, lakini wanaoshiriki ni 133. Muda wa kumaliza uchaguzi huu bado unaendelea kubaki kitendawili. Waamini wanaalikwa kufunga na kusali ili kuwasindikiza makardinali katika tukio hili lenye umuhimu wa pekee katika maisha na utume wa kanisa. Makardinali wanaendelea kujadili maisha na utume wa kanisa, mchakato wa uinjilishaji, majadiliano ya kidini na kiekumene, pamoja na kashfa ya nyanyaso za kijinsia. Makardinali pia wametoa wasifu kwa ajili ya papa mpya ili kuweza kukabiliana na changamoto mamboleo zinazoendelea kuliandama kanisa. Uchaguzi wa Baba Mtakatifu kwa wakati huu unafanyika katikati ya maadhimisho jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo yanayonogeshwa na kauli mbiu Peregrinantes in Spem, yaani maujaji wa matumaini. Waamini wanakumbushwa kwamba hata kama Baba Mtakatifu Francisco amefariki dunia, lakini Kristo Yesu bado anaendelea kuliongoza kanisa lake kwa njia ya Roho Mtakatifu, na kamwe haliwezi kuwa ni yatima. Ni mwaliko wa waamini kuyaangalia matukio yote haya kwa jicho la imani na matumaini, mintarafu mpango wa Mungu katika maisha na utume wa kanisa katika mapambazuko ya milenia ya 3 ya Ukristo. Hapa neno conclave, yaani conclave ama conclave kwa lugha ya Kiitalia, Waswahili wakatafsiri kwa kusema kufunga na ufunguo, linapata umuhimu wa pekee. Ni makardinali pekee yao wanaoruhusiwa kuhudhuria mikutano hii, kwani hapa wanalichambua kanisa kama karanga.
ili kubainisha hali ya kanisa, matatizo yaliyopo, fursa na changamoto ambazo wanapaswa kuzifanyia kazi kwa siku za usoni kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa. Kutokana na mwelekeo kama huu, hapa makardinali wanaanza kupata walau fununu ya papa anayetarajiwa na mama kanisa conclave, neno ambalo tutaendelea kulitumia jinsi lilivyo kipindi cha sala. Ndiyo maana makardinali kila siku jioni wanakutanika kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatican ili kusali, kutafakari na kuabudu Ekaristi Takatifu. Sehemu hii inaongozwa na sheria za kanisa kuhusu liturujia ili waweze kuongozwa na Roho Mtakatifu katika uchaguzi wa alifa wa Mtakatifu Petro. Lengo ni kuwapatia makardinali fursa ya kuweza kusali na kutafakari bila kuwa na haraka, kwani mambo mazuri hayataki haraka. Haraka haina baraka, ndivyo wanavyotuchuza Waswahili. Ni kipindi ambacho makardinali wanajiachilia mikononi mwa Roho Mtakatifu ili aweze kuongoza bila kushinikizwa na watu au sera za makundi ya kijamii. Papa anayechaguliwa kimsingi ni mtu ambaye anatarajiwa kuweza kukabiliana na changamoto za kanisa kwa wakati wake, kama inavyojionyesha pia katika kiapo na kula wanazopiga. Kula zinapigwa mara mbili. Ya kwanza inapigwa asubuhi na kura ya pili inarudiwa jioni, ili kuwapatia makardinali mwelekeo wa kuamua ni yupi kati ya wale ambao wamependekezwa anayeweza kwa nguvu ya Roho Mtakatifu kuliongoza kanisa. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 kunako mwaka 2007 aliamua kwamba ili kardinali aweze kuchaguliwa kuwa papa lazima apate 3/4 ya kula zake zote halali, na kwamba conclave inaweza kufanyika mapema kadiri ya maamuzi ya makardinali kwa kusoma alama za nyakati, na hivi ndivyo itakavyokuwa. Sheria na kanuni zinazoongoza uchaguzi wa papa mpya ni nyeti na adhabu yake ni kujitenga na kanisa mara moja pasipo na huruma, yaani kwa lugha ya sheria za kanisa. Hali kama hii inajulikana kama latae sententiae. Lengo ni kulinda uhuru wa makardinali katika mchakato wa kumchagua halifa wa Mtakatifu Petro. Huu ni mwelekeo wa maisha ya kiroho unaooneshwa wakati wa conclave. Hapa hakuna ushawishi kutoka nje kama inavyojionyesha kwa sasa, kila upande ukiwapigia debe makardinali wanaodhani kwamba wanaweza kuliongoza kanisa Katoliki kama halifa wa Mtakatifu Petro. Ikumbukwe kwamba kwa kardinali kuchaguliwa kuliongoza kanisa kama halifa wa Mtakatifu Petro ni dhamana nyeti inayogusa utume wake. Huu si ujiko au fahari ya mtu. Hivi karibuni kumekuwepo na kampeni kubwa iliyofanywa na baadhi ya vyombo vya habari kwa kuwachafua watu pamoja na kuwawekea vizingiti kiasi kwamba hawataweza kushiriki katika uchaguzi wa papa mpya. Hapa waamini wakumbuke kwamba huu si uchaguzi wa kisiasa kama wengi walivyozoea. Kanisa lina imani na Roho Mtakatifu atakayewawezesha makardinali kufanya maamuzi ya busara pasipokuwa na shinikizo kutoka sehemu yoyote ile. Naam, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na ya nguvu kabisa ya Upashanaji Media, ninakushukuru kwa kuambatana nami ili kuweza kupata habari zinazoendelea kujiri huko mjini Vatican baada ya kifo cha hayati Baba Mtakatifu Francisco na mchakato wa conclave kumchagua Baba Mtakatifu mpya wa 267 atakayeliongoza kanisa Katoliki duniani kote. Naitwa Uncle Tom Mpanji. Sina la ziada. Asante. Bye bye.